Mtazamaji wa Bunge TV, bado tuko pamoja nawe katika ukumbi huu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo ikiwa ni zamu ya muswada wa sheria kufuta sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026 ambao tayari umeshawasilishwa mezani, na pia kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo nao imeshaweka mezani maoni yake kuhusu muswada huo ambao leo ndio utajadiliwa na ambao leo umesomwa kwa mara ya pili, lakini kwa mujibu wa ratiba ya shughuli za leo ni kutakuwa na kamati ya bunge zima na kisha utasomwa kwa mara ya tatu, na maamuzi basi yatakuwa yamefanyika kuhusu muswada huo wa sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026. Na wakati wa bunge wakihitwa kurejea ndani ya ukumbi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa tangazo alilotoa Spika wa Bunge Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mara baada ya kurejea shughuli nyingine zitaendelea. Wakati huo huo, zile kura zilizopigwa kwa ajili ya kumthibitisha makamu wa rais zinaendelea kuhesabiwa na baadaye matokeo yatatolewa ndani ya ukumbi huu. Kura ya kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais. Matokeo yanatangazwa kuzingatia masharti ya ibara ya 50 ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, jina lililopendekezwa ni la Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi. Jumla ya kura zilizopigwa zilikuwa 324. Idadi ya kura zilizoharibika 0. Kura hapana 0. Idadi ya kura halali ni 324. Hivyo napenda kutoa taarifa kuwa uteuzi wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umethibitishwa na Bunge kwa kura 324 sawa na 100%. Mheshimiwa kweli Samia, kweli Samia. Mheshimiwa Spika, matokeo haya yamezidi 50% ya wabunge wote kama inavyoelekezwa katika ibara ya 50 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.